Serikali inakusudia kupanua kipande cha barabara chenye urefu wa kilomita 700 kinachoelekea kuvuka mpaka kuelekea nchi jirani kwenye kituo cha forodha cha pamoja Tunduma. Na katika michezo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Zanzibar Riziki Pembe Juma azindua kamati yenye wajumbe 12 itakayosimamia maandalizi na uratibu wa Kombe la Mapinduzi 2026. Habari asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Serikali inakusudia kupanua kipande cha barabara chenye urefu wa kilomita 700 kinachoelekea kuvuka mpaka kwenda nchi jirani kwenye kituo cha forodha cha pamoja Tunduma, pamoja na kujenga mzani katika eneo la Iboya ili kuruhusu magari yapite kwa urahisi na kuondoa msongamano katika eneo hilo. Taarifa ya Rose Chapewa inafafanua zaidi. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amefanya ziara katika mikoa ya Mbeya na Songwe na kutembelea maeneo mbalimbali ukiwemo mradi wa ujenzi wa barabara ya Ruanda Idiwili yenye urefu wa kilomita 21 ambayo inajengwa na makandarasi wanawake kwa kiwango cha lami na mpaka wa Tunduma. Awali, mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omar Makame amemweleza waziri changamoto ya barabara inayovuka kuelekea nchi jirani yenye urefu wa mita 700. Sasa wadau ambao wanatumia mpaka wetu walitoa ushauri na sisi tuliuzingatia ushauri, tukaenda tukatembelea, tukaona kweli kuna uwezekano wa kuweza kupanua eneo fulani ambao ni kama mita 700 si 800. Hata kama ifika kilomita 1 itakuwa si mbaya, hata 3. Mheshimiwa Waziri ukiamua kusema bana mimi napanua kilomita 3 hizi, tutakushukuru sana. Sasa tukifanya maboresho kwenye lile eneo tukaweka angalau barabara kama 3, tutakuwa na njia 2 za malori, lakini njia moja itatumika kwa ajili ya magari mengine madogo pamoja na magari ya abiria. Akiwa katika mpaka wa Tunduma, waziri akaeleza maamuzi ya serikali. Wafanyike tathmini hapa, tutapatanua hapa mara moja, kazi itabaki mkoani, sababu hapa panahitaji tupate hilo eneo lenyewe la kupatanua ili zile line 3 zitajengwa hapa. Waziri Ulega pia akaeleza namna serikali ilivyojipanga kuondoa msongamano wa magari kwenye mzani wa Mpemba mjini Tunduma. Tunakwenda kutengeneza mzani pale Iboya. Magari yote yanayotoka Tunduma kwenda Mbeya yatakwenda kupima kule Iboya. Hakuna mambo ya kugeuza. Changamoto iliyo sana ya barabara yetu ya program sana. Mkandarasi aishapewa. Sasa changamoto ambayo tunayo ni mkandarasi kuanza ile barabara. Na katika mkoa wa Mbeya, waziri Ulega ametembelea daraja la Songwe katika bonde la Songwe, barabara kuu ya Tanzam, na kupokea taarifa ya ujenzi huo. Hili na lenyewe ilikuwa ni moja ya sehemu ambazo ni changamoto, lakini tushukuru serikali, sasa changamoto ya hapa imeisha. Kutoka mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Wananchi wa kata ya Arashi na kijiji cha Losoito wilayani Ngorongoro wamelazimika kutumia maji yenye chumvi ambayo hayafai kwa binadamu, hali ambayo inasababisha changamoto kubwa ya kiafya. Tupate taarifa zaidi. Akiwa katika ziara ya kukagua miradi ya maendeleo, mbunge wa jimbo la Ngorongoro yani Kindoinyo ameitaka RUWASA kufanya utafiti wa kina na vipimo sahihi ili kubaini chanzo cha chumvi na kuchukua hatua za haraka. Fikirieni vitu viwili. Option ya kuondoa chumvi kwenye maji au namna gani ya kuwa na bwawa ambalo litafaa basi kwa binadamu na kwa mifugo. Ngala mifugo wanaweza kuwa tatizo lao limeishia hapa. Maana changamoto yetu ni kwamba hii kelele ya maji hakuna kila wakati, kila kata, kila eneo ni mbaya sana kila siku tukisikia. Mbunge Ndoinyo pia amesisitiza umuhimu wa kuyatibu maji kwenye matanki na kuanza uchimbaji wa visima vipya, na ameutaka uongozi wa RUWASA kukamilisha mradi wa maji wa Engutoto na Losokenja uliosimama kwa zaidi ya mwaka mmoja. Nendeni mwe tayari kutafuta hela ya kuchimba kisima kipya au ile kwa viveti. Ukishapata hela njoni kaini na mheshimiwa diwani na ODC yake na mwenyekiti wa kijiji na kamati yake, mwanze sasa
mipango ya kushirikishana kisima hiki. Kwa upande wa wananchi, Michael Pelai ambaye ni mwenyekiti wa kijiji cha Losoito amesema kiwango cha chumvi kimeongezeka kiasi kwamba maji hayatumiki tena kwa binadamu, jambo linaloendelea kuwa kero kubwa kwa wananchi. Maji yenyewe ni ya chumvi sana. Ukipikia hata chai inaganda. Kwa hiyo hii maji inatakiwa ifanyiwe utafiti kwa utaalamu zaidi, kwa sababu hii maji sio salama sana kwa matumizi ya watu. Japo kuwa tunashukuru serikali kwa kutusaidia. Mhandisi Gerard Andrew, meneja wa RUWASA wilaya Ngorongoro. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Maji, Nishati na Madini imeanza zoezi la kutoa elimu inayohusu matumizi mazuri ya nishati ya umeme ili kupunguza mahitaji na gharama kubwa ya ununuzi pamoja na matumizi ya umeme nchini. Hatua hiyo inatajwa kuwa pia itahusisha wananchi kuacha kutumia vitu vilivyotumika nje na kuanza kutumia vifaa vya matumizi ya nyumbani vyenye kuhitaji umeme mdogo. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Ushauri huo umetolewa na mkuu wa divisheni ya maendeleo ya nishati, Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar, Saidi Omar Abdallah, kwenye warsha inayolenga kuhamasisha matumizi sahihi ya umeme kupitia mradi wa ZESTA unaosimamiwa na Wizara ya Maji na Nishati. Kupitia hivi vifaa vya juzi tunafahamu kwamba ni vifaa ambavyo vinakula umeme sana na vinampelekea mwananchi mwisho wa siku kuingia gharama kubwa, gharama ambayo angeliweza kuokoa fedha kuweza kufanya mambo mengine pindi pale ambapo atakapotumia vifaa ambavyo viko standard. Mshauri elekezi na mtaalamu wa ndani wa kuandaa mpango mkakati wa matumizi sahihi ya umeme anafafanua chanzo cha serikali kuja na mpango huo. Mahitaji ni mengi kwa sababu population au watu wanaongezeka. Uwekezaji wa nje na ndani ya nchi unaongezeka. Kwa matumizi ni makubwa. Hasa ndicho kilichojiri. Ndio maana tunajenga uelewa ili jamii ikae tayari. Baadhi ya washiriki katika warsha hiyo wakaelezea jinsi mpango huo utavyosaidia katika matumizi mazuri ya umeme. Tuwe na wahandisi ambao wako imara, ambao watafanya kazi sahihi kama ni fitting za umeme, kwa sababu wao wataweza kujua vifaa gani ambavyo vinakidhi, for example katika industry au katika majumba yetu ya kawaida. Katika kutumia umeme, matumizi ambayo hayana maana tuyapunguze. Kwa mfano, kutumia vifaa ambavyo vinatumia umeme mkubwa basi na msingi manake. Baada ya habari kupatiwa elimu hiyo, watakuwa na jukumu la kuelimisha jamii juu ya matumizi sahihi ya umeme, huku serikali ikipanga kuyafikia makundi mengine ya wanajamii kuwapa elimu ya matumizi sahihi ya umeme. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Serikali imewahimiza wahitimu wa elimu ya juu kuwa chachu ya maendeleo kupitia utendaji wao bora wa kazi na uadilifu ili jamii iweze kunufaika na utaalamu walioupata. Tupate taarifa zaidi. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na Katibu Tawala wa Mkoa wa Dodoma, Dr. Hatibu Kazungu, kwenye mahafali ya 51 ya Chuo cha Usimamizi wa Fedha IFM kampasi ya Dodoma, ambapo wahitimu 138 walitunukiwa astashahada, shahada na shahada ya uzamili katika fani mbalimbali za fedha na bima. Sasa ndugu wahitimu, jamii wa Tanzania inategemea sana kutoka kwenu utendaji bora zaidi. Jamii wa Tanzania inategemea kuona kwamba nyinyi ni waadilifu, ni wazalendo na mnafanya kazi kwa ufanisi mkubwa katika fani zenu. Mapema mwenyekiti wa baraza la chuo cha IFM Dr. Emmanuel Mjema akaweka wazi ni kwa namna gani chuo hicho kimeweza kuzisaidia halmashauri zilizokuwa zikipata hati chafu au zisizoridhisha kutoka kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, huku naibu mkuu wa chuo Dr. Josephat Loto akieleza ni kwa namna gani sasa IFM kinakuwa chuo cha kimataifa kupitia shahada ya uzamivu, yani PhD. Kishakuwa chuo kinaendelea kuongeza idadi ya tafiti zinatoa suluhisho la matatizo yanayokabili sekta ya fedha nchini, na idadi la ongezeko la tafiti hizi imeshataarifiwa kwamba chuo kimefanya kitu kizuri sana. Mgeni rasmi nikwambie, kimeenda katika hizo halmashauri za wilaya, tawala za mikoa, kuangalia ile matatizo sasa yanapofanywa ukaguzi na mkaguzi mkuu wa serikali. Kwa ile matatizo yanayoibuka kule, IFM wanatengeneza tool ya kuweza kusaidia kutatua matatizo hayo. Chuo cha usimamizi wa fedha kinaanza kwenda duniani. Tunasema
tunauleta umataifishaji nyumbani, bringing internationalization at home. Badala ya kwenda Scotland, badala ya kwenda Uholanzi kufanya PhD na huyo supervisor aliyeko kule, unayapata yale ukiwa nyumbani. Kwa maana ya kwamba quality ni ile ile kwa sababu tunashirikiana na. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Maafisa maendeleo ya jamii wametakiwa kujipanga katika utendaji wao wa kazi kwa kusimamia ipasavyo sheria, sera, miongozo na mikakati mbalimbali iliyowekwa ili kuendana na kasi ya serikali katika kuchochea maendeleo. Mwanahabari wetu Pendo Salu anaarifu zaidi. Ni mkutano mkuu wa mwaka wa wataalamu wa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri 8 za mkoa wa Tabora ambao umefanyika hapa chuo cha ualimu TTC. Akifungua mkutano huo, katibu tawala wa mkoa wa Tabora Dr. John Mboya akaeleza umuhimu wa kada ya maendeleo ya jamii kwenye sekta zote, huku akiwakumbusha wataalamu hao kuhakikisha wanakuwa karibu na wananchi kwa kuwa bado idadi kubwa ya watu hawazitambui fursa zinazoletwa na zilizopo kwenye maeneo yao. Wizara zetu zote za kisekta na zile ambazo sio za kisekta zina mipango mizuri ambayo sasa inashushwa chini kwa ajili ya utekelezaji. Sasa nyie ndio viungo wakuu wa kuhakikisha kwamba ile mipango inatekelezwa. Kando na hapo, amesisitiza wataalamu hao wa maendeleo ya jamii kwenda kusimamia kikamilifu maadili ya Tanzania na kukemea vitendo vyote vinavyokiuka misingi ya sheria na taratibu za nchi. NGOs pamoja na CBOs, hizi asasi ambazo sio za kiserikali kwenye maeneo yenu, fuatilieni kazi zao wanazozifanya kwa ukaribu sana, na muhakikishe mnakutana nao na muwaite watoe taarifa ya kazi wanazotekeleza kule kwenye ngazi zenu, ili kama kuna ambayo kwa kweli wanafanya ndio ambayo haendani na maadili ya Kitanzania, muweze kutaarifu ili tuweze kuwafutia. Baadhi ya maafisa maendeleo ya jamii walioshiriki kwenye mkutano huo wameeleza namna ambavyo wamejipanga kwenda kuleta mabadiliko kwenye maeneo yao. Wamejipanga kwenda kufuatilia fursa kwa karibu sana kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kujikwamua kiuchumi. Huko tunakoenda nadhani mafanikio yatakuwa ni mazuri kwa sababu tuna imani mwitikio utakuwa ni mkubwa kwa watu ambao watahusika kuhusu swala la mikopo, lakini tutaelimisha jamii kuhusu miradi ambayo inatekelezwa na serikali. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ameagiza kuchukuliwa hatua kali kwa madaktari, mtaalamu wa afya ama kiongozi atakayesababisha kifo cha mama na mtoto, huku akimwagiza mganga mkuu wa mkoa huo madaktari wote bobezi kuwafuata wajawazito na kuwapa huduma katika hospitali waliopo badala ya kuandikiwa rufaa. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema hataki kuona utaratibu wa magari ya kubeba wagonjwa kuwapeleka wamama wajawazito kujifungua katika hospitali zingine, na sasa utaratibu utabadilika na madaktari na wataalamu wa afya bobezi watawafuata wamama wajawazito na kuwapa huduma kwa ufanisi katika hospitali walizoanzia kupata matibabu. Panapokuwa na mwanamke mjamzito ambaye amepata changamoto ya kujifungua na anahitaji huduma ya kitabibu kwa madaktari au watendaji wa fani kubwa zaidi, si lazima mwanamke huyu kupakiwa kwenye ambulance kupelekwa yeye kwenye hospitali nyingine. Ninaagiza hapa madaktari nao wapakiwe kwenye ambulance na kukimbizwa kule aliko mgonjwa wakatoe huduma. Pale ambapo wanahitaji malipo ya kufanya kazi ya ziada, ninaagiza wakurugenzi wote muhakikishe mnawalipa kwa wakati. Kauli hii anaitoa katika kikao maalum cha kujadili hali ya vifo vya mama na mtoto, ambapo amesema katika mkoa wake wa Mara hatarajii kuwa na vifo vya mama na mtoto, na kama atabainika daktari, kiongozi ama mtaalamu wa afya kufanya uzembe, hatua kali zitachukuliwa dhidi yake, huku mganga mkuu wa mkoa wa Mara Daktari Zablon Masatu akiweka bayana kuhusiana na bima ya afya kwa wote. Hakuna tena na hatutakuwa na msalie mtume kwa mtumishi yeyote au kiongozi yeyote atakaye sababisha mama katika mkoa wa Mara anayetakiwa kujifungua
akapoteza uhai wake kwa kizembe. Katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaendelea kujenga uwezo wa wataalamu wa afya, lakini vile vile tunaimarisha huduma za uchunguzi wa magonjwa katika vituo vyetu, na vile vile tunaimarisha mifumo ya tiba mtandao, yani telemedicine. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC linaendelea na kampeni ya kutoa elimu ya usalama majini, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea sikukuu, kutokana na baadhi ya wasafirishaji na waendeshaji wa vyombo hivyo kukiuka sheria za usalama majini, wakiwemo wasafirishaji wanaotumia bandari ya Nyamisati iliyopo Kibiti mkoani Pwani. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Mhandisi Christopher Mrelwa ni mkaguzi mwandamizi wa vyombo vya usafiri majini kutoka TASAC. Licha ya kutoa elimu kwa manahodha wanaotumia bandari ya Nyamisati, ametoa onyo kali kwa wasafirishaji wanaokiuka sheria za usalama majini, hasa wale wanaotumia bandari bubu kusajili vyombo vyao kwa mujibu wa sheria za usalama majini. Kumejitokeza baadhi ya vyombo kufanya shughuli hiyo kinyume cha utaratibu na vinasafirisha maeneo ambayo hayajaelekezwa kutoka kwenye leseni zao. Kwa maana leseni zimeelekeza wasafirishe vyombo hivi vinaweza kutoa huduma kutoka Nyamisati kwenda maeneo ya karibu, visiwa vya karibu, lakini hawataki kupita bahari ya Wadhi. Shaibu Salum ni afisa usalama wa bandari ya Nyamisati, anaeleza kuwa vyombo vinavyotoka bandarini hapo vinakaguliwa vizuri, lakini shida inatokea baada ya kuondoka bandarini, huku mwenyekiti wa manahodha wa bandari ya Nyamisati Saidi Kirobo pamoja na nahodha Abdurrahmani Idi wakiri kuwepo kwa baadhi ya wasafirishaji wanaokiuka sheria. Issue inakuja wapi? Vijijini huko mnakotokea huko. Maana kule hakuna bandari rasmi. Sasa kule ni vizuri na nyinyi wewe mwenyewe sasa. Wewe nahodha wa chombo, wewe ndio balozi kule. Basi hakikisha unapokuja umezingatia vile vyote vinavyohusika. Ila kwa sababu kupitia leo umezungumzia jambo pale ambalo hata na mimi kidogo nimeona lina umuhimu. Nahodha kama nahodha, kwa sababu yeye anajua taratibu zote, ana haki ya kuweza kusema jamani, hapa kutokana na taratibu zangu na usajili wangu nasema full stop. Lakini hizi wooden boat zinazotoka visiwani huko mara nyingi kule wanakopakilia huwa hakuna usimamizi wa kuona wewe sasa mzigo wako unatosha. Esther Mtebe, Channel 10. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Zanzibar, Riziki Pembe Juma, amezindua kamati ya Kombe la Mapinduzi yenye wajumbe 12 kwa ajili ya kuanza harakati za uratibu wa michuano ya Kombe la Mapinduzi 2026. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya uzinduzi wa kamati hiyo ya Kombe la Mapinduzi 2026, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Riziki Pembe Juma amesema ni matumaini yake kuona kamati hiyo inakidhi kiu ya wanamichezo katika msimu 2026 wa Kombe la Mapinduzi. Mshindi wetu wa kwanza kwa mwaka 2026 atapata shilingi za Kitanzania milioni 150 plus kikombe cha ushindi. Mapinduzi Cup 2026 oye! Na mshindi wetu wa pili atapata shilingi za Kitanzania milioni 100. Mwenyekiti wa kamati ya Kombe la Mapinduzi Makame Machano Haji amesema wajumbe wa kamati hiyo wamejipanga kuona burudani na tawala kulingana na timu shiriki katika mashindano. Mapinduzi, msimamizi namba 1 wa mapinduzi ya Zanzibar ni Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo yeye ndio mdhamini pia namba 1. Kwa hiyo ndo atakayewapa zawadi hao mchezaji bora, goli bora. Jambo lolote zuri litaka kuanza likianza asubuhi tu unalianza linasimama. Tayari tunaona mambo mazuri serikali wameweka, na kama msikia waziri amesema timu kidogo 8 bado tucheze na hamasa ziongezwe timu 2. Nafikiri wataenda kulifanyia kazi kamati kubwa, baadaye watatoka na kitu kizuri. Timu nyingine ambayo imesurprise zaidi ni timu ya Fufuni kutoka Kisiwani Pemba. Of course wana msimu bora wa ligi kuu ya Zanzibar msimu huu. KVZ wana msimu bora pia, wanaongoza ligi kuu ya Zanzibar. Kwa hiyo naamini kwamba wanaweza kufanya vizuri zaidi dhidi ya timu hizi ambazo tunaona ni kubwa, zenye uzoefu mkubwa, ila bado naamini kwa timu za Zanzibar hazitakuwa shindikizaji na zitakuwa timu ambazo zinashindana kweli kweli. Wakati uzinduzi wa kamati ya Kombe la Mapinduzi 2026 leo hii ukifanyika, timu 8 zinazotarajiwa kushiriki michuano hiyo. Mpaka sasa kutoka Tanzania bara timu ya Simba, Yanga, Azam na Singida Black Star URA ya Uganda
na kwa upande wa Zanzibar itawakilishwa na timu ya KVZ, timu ya Mlandege na timu ya Fufuni kutoka kisiwani Pemba. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo ambayo imetuhitimishia taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Eric.